Kitabu cha Waebrania sura ya 13 fungu la kwanza na la pili. Neno la Mungu linasema upendano wa ndugu na ufanye nini? Udumu. Maana kwa kukarimu wageni kuna watu walishakarimu akina nani? Malaika wa mbinguni. Kwa hiyo tutambue wazi kwamba mahali hapa kuna mafuriko ya malaika, na kwa sababu hiyo hatuna wasiwasi. Mungu yuko na sisi, tunalindwa. Jeshi la Bwana liko pamoja na sisi. Kwa hiyo tuko mahali hapa, tuko salama. Wageni mpo mahali salama, na sisi pia tuko mahali salama katika uwepo wa Mungu. Kitabu cha Luka sura ya 17 fungu la 32 ndio nasema, mkumbukeni mkewe Lutu. Mkumbukeni mkewe Lutu. Mkumbukeni mkewe Lutu. Fungu linaishi. Hata kama akili yako imechoka, utafanya nini? Utakalili. Swali huwa linakuja akilini mwangu, kwa nini tumkumbuke binadamu huyu, mwanamke huyu, mke wa Lutu? Kwa nini tumkumbuke? Ana nini cha kukumbukwa? Wapendwa, katika maisha haya fanya kitu ukumbukwe. Haleluya! Fanya kitu ukumbukwe. Mtu mmoja akaniambia, ikiwa unataka ujulikane mahali fulani, yani uwe popular, uwe mtu unayejulikana, fanya kituko, aidha kizuri au kibaya. Habari gani ikitokea hapa mwanakwaya akasimama hapa alafu akavua nguo zote? Yani hata kama ulikuwa hutaki kumfahamu, utamfuatilia, hivi yule ni nani aliyefanya kituko kile? Vituko. Na kuna watu duniani, watu wa vituko. Yani ni vituko tu, ni vituko. Kila mahali ni kituko tu, yani kituko. Sema kituko. Omba usifanye kituko. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama tunamkumbuka kwa sababu alifanya kituko, na mpaka sasa kumbukumbu yake ipo, na watu huwa wanaenda pale. Alishageuka kuwa kivutio. Watu wanakwenda, wanalipia fedha, wanaenda kuangalia. Mke wa Lutu alifanya kituko. Lakini mimi ninawaambia mchana wa leo, usifanye kituko. Fanya mambo mazuri ya kukumbukwa. Haleluya! Wageni wapendwa, fanya mambo mazuri yatakayokufanya ukumbukwe. Usikumbukwe kwa kituko. Kumbukwa kwa mazuri. Na hii habari utaipata katika Luka, kitabu cha Mwanzo sura ya 19. Mahali ambapo historia ya mji wa Sodoma imezungumzwa. Wote tunajua habari ya miji ya Sodoma na Gomora, watu ambao walikuwa wamekithiri katika dhambi, katika uovu, watu ambao walikuwa wameharibika sana. Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 13 fungu la 13. Msomaji tafadhali soma Mwanzo 13 fungu la 13. Inasema, ndio, lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Mji wa Sodoma wenyewe ulikuwa mzuri, lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya sana, walikuwa waovu mno. Na kitabu cha Yuda sura ya 1 fungu la 7, hapo ndipo utaona hao watu wa Sodoma kwa nini ni wabaya. Walikuwa wanafanyaje?
Walikuwa wanafanyaje watu wa Sodoma? Inasema ndio Yuda 1:7. Yuda 1:7. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, kama vile Sodoma na Gomora na miji yote iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati kwa jinsi moja na Hawa. Walifuata uasherati, dhambi ambayo ilikuwa ikifanywa na watu wa Sodoma ni kufanya uasherati wa jinsi moja. Wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili. Wakafuata mambo ya mwili yasiyo ya asili. Imewekwa kuwa dalili. Na hiyo sasa imewekwa kuwa dalili. Wakiadhibiwa katika moto wa milele. Wakiadhibiwa katika moto wa milele. Adhabu ya Sodoma na Gomora ulikuwa ni moto. Tunajua habari za Gomora. Na unapozungumzia Gomora, unazungumzia mzee Nuhu. Haya matukio yanafanana, maana dhambi yao ilikuwa ni ile ile. Dhambi ilikuwa ni ile ile. Gomora iliangamizwa mapema kabisa kwa gharika. Ikaokolewa familia ya Nuhu. Familia ya Nuhu na wanyama ambao waliitwa wakaingia kwenye safina. Baada ya tukio hilo ndio tunajifunza habari za Sodoma. Sodoma, mji ambao ulikuwa na watu waovu, watu ambao walikuwa wakifanya matendo ya ajabu, ulawiti, ushoga, usagaji. Sikilizeni niwaambie watakatifu, vituko vya ajabu, biashara za ajabu, matendo machafu, uchafu. Na unakuta sasa kuna mataifa katika dunia hii ya kwetu, dunia hii, bahati nzuri sio Tanzania, lakini katika dunia hii kuna mataifa wamepitisha sheria bungeni, ndoa ya jinsia moja. Ndoa ya jinsia namna gani? Moja. Yaani mimi na mzee Makoruko mbele ya kanisa tunafunga ndoa. Sasa sijui tutakuwa sheria. Hicho ni kituko, ni jambo la kawaida. Ndugu zangu wageni, hiyo biashara ni ya kawaida. Ipo tulipofikia. Hata niwaambie, muda wowote uovu utakomeshwa. Na kati ya dhambi ambazo, uovu ambao ni chukizo mbele za Mungu, ni haya mambo yanayotendeka katika ulimwengu. Yale yaliyotendeka kipindi cha Sodoma na kipindi cha Gomora. Mungu hakukawia kuangamiza miji hii. Ndivyo Mungu atakavyowahi kuangamiza dunia.